Huko unasikiliza Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Rwanda, serikali ya Kigali yapata pigo kubwa. Uvira, meya wa jiji Kifara Kapenda Kiki kuungana na wazalendo mkono kwa mkono. Walikale, wazalendo wa watwanga magaidi wa M23 Alliance PF Congo pamoja na RDF eneo la Nkombe. Majira ni saa 12 ya asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe 8 za mwezi wa 6 2025, na hii ni Baraka One TV. Kumbuka operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka One TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka nchini Rwanda, jijini Kigali, ambako serikali ya Rwanda yapata pigo kubwa. Kupitia runinga ya NBC News ya nchini Marekani pamoja na shirika la ujasusi la Marekani la CIA limeweza kubainisha kwamba wanajeshi zaidi ya 10,000 wa RDF wamekuwa wakiingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupigana kwa upande wa magaidi wa M23. Chombo hicho cha habari pamoja na shirika hilo la ujasusi la Marekani pia vimethibitisha kupitia video za satellite zikiwaonyesha wanajeshi wa RDF jinsi wanavyovaa magwanda ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, na jinsi pia wanavyoingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile jinsi wanavyoondoka usiku kurudi nchini Rwanda kwa ajili ya kutokuonekana na jamii ya kimataifa. Shirika hilo la habari la NBC News pia linazidi kusisitiza kwamba katika wanajeshi hao wa RDF zaidi ya 5,000 wamepoteza maisha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengi wamekuwa wakizikwa kwa makaburi ya pamoja, na wale ambao wamesalia wanapelekwa kuzikwa nchini Rwanda ndani ya jiji la Kigali. Licha ya ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa, lakini bado serikali ya Rwanda inazidi kukanusha uwepo wake ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata vibaraka kina Corneille Nangaa, Joseph Kabila na wapumbavu wengine wa M23 pamoja na Alliance PF Congo wamekuwa wakikataa na wakikanusha kwamba hawasaidiwi na nchi yoyote isipokuwa wanapigana wao kama wao, kitu ambacho ni uongo. Hata pia shirika la Umoja wa Mataifa na lenyewe pia linabainisha kwamba RDF wa Rwanda wengi wameishia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko nchini Kigali, ambako serikali ya Rwanda imepata pigo kubwa, na tuingie moja kwa moja ndani ya jiji la Uvira, ambako meya wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki kuungana mkono na wazalendo kwa ajili ya kustop ujio wa M23. Meya wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki katika mkutano pamoja na majenerali wa kizalendo amekuwa na maneno mengi ya kuongea na wazalendo, huku wakiwaonyesha namna ambavyo wazalendo wanatakiwa kuweza kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kutetea taifa na sio kwa maslahi binafsi. Katika kikao kikubwa kilichofanyika ndani ya jiji la Uvira, Meya Kifara Kapenda Kiki amewaonyesha raia pamoja na wazalendo ya kwamba kama tunapigana ni kwa ajili ya kutetea ardhi yetu, watoto wetu pamoja na kile ambacho tuko nacho. Hatupigani kwa sababu ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, lakini nikiwa kama mwakilishi wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ni lazima wote tushirikiane kwa pamoja ili kuweza kutetea Uvira hii, maana macho ya Wakongomani na dunia nzima inaangalia ndani ya jiji la Uvira. Mengi na zaidi, huyu hapa meya wa Uvira Kifara Kapenda Kiki. Msisahau kama leo uzalendo umepata nafasi c'est à partir ya President Tshisekedi. Wazalendo oye!
Tshisekedi ndio mwenye aliitika, ni mzalendo wa kwanza mwenye aliitika kama a partir ya leo, akaangalia dalili, anasema kama jeshi liko nalo halitaweza hii vita, ifo akuwe wasaidizi wazalendo. Sijana walikuwa wanabaita mambai mai, sivyo? Simuko mapori, simuko wanawafata hii. Meleo mko wapi? Mko ndani ya makoti. Sasa wandugu, pako makosa mbalimbali leo wanavika Tshisekedi, ni kupitia wenye wanamrepresente Tshisekedi. Mimi hapa Uvira, kwa hii vile ya Uvira mwenye kurepresente Tshisekedi ndani. Sasa kama wewe unajidai kama wewe uko unapigania Tshisekedi, utaanzia wapi? Utaanzia kwenye unaweza kusema kama unampenda Tshisekedi, uko unakubaliana Tshisekedi, na vitendo vyako vinakuwa kinyume ya Tshisekedi. Na vyote vitamkia nani? Tshisekedi. Cho pale bie kwa mshangao mimi na hiyo kama leo wakisema félicitations au FARDC bana accompagner na nani na wazalendo. Kama mtu mwenye iko pembeni ya Tshisekedi anaweza kuja anakutana par exemple autorité nasema juu ya nini wewe uko na ikala na wazalendo? Est-ce que pako concordance pale? Hapana. Utajidai kama unaweza kuwa uko ministre, unaweza kuwa uko nani, mais le fait tout simplement unaenda kinyume ya vision ya ule mtu, automatiquement haumtumikie, na quelque part là unaleta ubovu par rapport ya vision yetu konayo, puisque ennemi iko nani moyo. Na hii wakati nyuma ya Tshisekedi, puisque kitu kile watu wanapaswa kujua kama hii Kongo haiko ya Tshisekedi, na mwenye amepatia mamlaka Tshisekedi ni nani? Ni wewe na mimi, si wa Kongomani. Donc yeye Tshisekedi ni mtumishi asiye wa Kongomani. Sisi wazalendo hapa tunatumikia nani? Tunatumikia Wakongomani. Sisi tunatumikia nani? Tshisekedi. Tunapaswa kuwa en harmonie par rapport tout simplement à cette petite vision là. Ndio maana à un certain moment comme ça, ukiona mtu mwenye kuchanganisha FARDC na mzalendo, c'est que réellement hayuwe benye iko ndani. Sisi wote tunapaswa kufanya nguvu zote kufanya aseke tuyue gisi gani ikuwe sisi wa serikali, ikuwe mwe reserve, tuangalie sie wote gisi gani tunaweza kuunga Tshisekedi mkono de façon que kesho na kesho kutwa mali tutaachia bandugu zetu, batoto zetu ni uzalendo. Puisque leo dunia mzima, Kongo mzima, macho iko wapi? Juu ya nini? Uzalendo. Sasa si wenyewe benye jamaa yetu ya uzalendo, olie tuboreshe uzalendo, si wenyewe ndio tutafuta pour les intérêts personnels kwa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kudisperser. Et plus tutadisperser, kesho na kesho kutwa ndio ile ilianzia kumwanzo kama si vous ne tirez pas les leçons de l'histoire, utasibiri kwa konsekansi yake toujours, puisque kama hatuna umoja autour ya uzalendo, alors à ce moment leo kesho na kesho kutwa hii vita inaweza kuisha par négociation. Tukutana watu wengine kwa nasema kama en tout cas inamaliza vita ni négociation. Sasa kama inamalizika par négociation, sasa wazalendo watawakia wapi? Wazalendo mtawakia wapi? Ndio maana kama hii kitu na ndio recommandation nampatia Cordon le général Amuri, si amonaka hata kubiro yangu hata siku moja sikuchongee Cordon, mais ni ubovu, puisque en réalité wewe mzalendo mwenye unarepresente wazalendo na hii pouvoir iko pale ya mairie leo iko tofauti na pouvoir zingine zote, puisque historiquement na waonesha combien ni uzalendo ndio ilifanya seke tuko na hii mairie pale. Donc ni kusema ni pouvoir yenu, na kama ni pouvoir yenu mu protéger, c'est que déjà quelque part là amuiwe mvo mnafanya. C'est pour cette mairie, ce n'est pas pour moi. Cette mairie de yenu, puisque
tuko na défendre jusqu'au bout. Il est logique, mimi ma conseil de sécurité anambia kama wewe autorité mzima uko na unachungiwa na wazalendo. Chunguna na mzalendo inakuwa zambi. Mais entre temps, mkitafuta kwenda kuvita, mko naenda wale wazalendo. Donc c'est que hamcomprendre nini mko nayo. Mko nawaza kama mko nasaidia Tshisekedi, kumbe des fois mwenye ndio hamsaidii pia Tshisekedi. Kwa kumaliza sasa nitafuta kusema nini? Kesho tunaanza mois de juin. Et mois de juin ndio mwezi ya anniversaire ya République démocratique du Congo. Kila mtu kwa hapa date yake ya anniversaire, kwa mwezi wake wa anniversaire. Na nchi yetu nayo hiyo pia iko na date yake ya anniversaire, yani le 30 juin. Donc à partir ya kesho mpaka le 30 juin tunakuwa mwezi wa anniversaire ya République démocratique du Congo. Ningependa na niko jo démarche niko nayo. Heureusement ça coïncide très bien na kutana na ile. Inganda rudiria coordination ya wazalendo. Tuji approprier hii mois de juin. Tuji approprier kuweza kutangazia dunia mzima kama hii ni mji ya resistance ya wazalendo. De façon que le 30 juin pour une manifestation populaire qui doit s'approprier na kutangaza réellement uzalendo hapa kwetu. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki ya asubuhi. Ejide Kizenga Tembele, King Sele the only one king, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Unapata matangazo yetu kutoka USA, kutoka Europe, kutoka Central pamoja na East Africa, Australia pamoja na Canada, na pia wale wote ambao wako Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo tuingie moja kwa moja jimboni Kivu ya Kaskazini, ndani ya Walikale ambako waza wa watwanga magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo RDF eneo la Nkobe. Kilima cha muhimu kinachopatikana ndani ya groupment ya Kisimba kimeweza kuangukia mikononi mwa FARDC pamoja na waza hiyo siku ya Ijumaa tarehe 6 za mwezi wa 7 2025 baada ya mapigano makali kati ya waza FARDC huku wakiwatwanga magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Vilima vyote ambavyo vinapanda maeneo ya Kalinga na Kisome vimeweza kuingia vyote mikononi mwa wazalendo, huku wanajeshi wa RDF na Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 wakikosa mahala pa kukimbilia. Baada ya mapigano hayo makali, wazalendo wanahitajika kuweza kuboresha misingi yao ya ulinzi ili tena magaidi wasije kurudi na kujaribu kuchukua maeneo hayo ambayo mpaka leo hii yako mikononi mwa waza. Na mlikuwa mnasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi. Mengine tukutanane saa 6 mchana, saa 9 alasiri pia na saa 12 jioni, ambako unakutana na mitazamo mbalimbali ya wananchi. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only in town DJP, na hii ambayo kunasikiliza ni Baraka One TV.